Pale Yanga, kama kuna mtu hajui hatima ya kesho yake, basi ni kocha wa viungo wa timu hiyo Mukaila, ambaye kwa sasa yuko kwa Botswana akimaliza msiba wa mama yake mzazi aliyekwenda kumuuguza kabla ya kupatwa na tatizo hilo. Hii ni kwa sababu majaliwa yake ndani ya klabu hiyo inayojiandaa na mechi za makundi ya ligi ya mabingwa Afrika ni ndogo, kutokana na ukweli kuwa hata kabla ya kuondoka kwake kwenda kuuguza na kisha kufiwa, Mukaila alikuwa amekalia kote kavu na kuwa kwenye presha kubwa kuanzia mashabiki hadi mabosi, wakiona kama jamaa hatoshi kuifanya timu hiyo iwe fiti uwanjani. Mabosi wa Yanga wanaungana na mashabiki wa klabu hiyo juu ya kumhitaji mtu mwingine katika eneo Mabosi wa Yanga wanaungana na mashabiki wa klabu hiyo juu ya kumhitaji mtu mwingine katika eneo hilo la kuwarudishia utimamu wa mwili wachezaji wa kikosi hicho, kama ambavyo ilikuwa kabla ya ujio wa raia huyo wa Botswana. Baada ya kuondolewa kwa kocha Romain Folz na wasaidizi wake, ni Mukaila pekee aliyekuwa amesalia benchini, lakini mabosi wa Yanga walitaka jamaa pia afuate nyuma katika panga hilo. Hata hivyo, kocha mpya Pedro Goncalves alizuia mpango huo, akitaka kumsoma kwanza kocha huyo wa mazoezi ya viungo. Hata hivyo, wakati Pedro akizuia Mukaila asiondoke, chombo chetu cha Nile TV kimejulishwa kuwa Yanga inapiga hesabu za kumrudisha Adinani, ambaye aliletwa nchini na kocha Shad Ramovich, walioifanya Yanga icheze soka la gusa achia twende kwao na kutamba ndani na nje ya nchi. Adinani, raia wa Bosnia, wakati akitua Young Africans katikati ya msimu uliopita, kuchukua nafasi ya Taibi Lagron, aliwafanya wachezaji wa Yanga kuwapiti uwanjani wakati wa soka la Ramovich, ambaye alikuwa na ile gusa achia twende kwao na kugawa vipigo vya maana kabla ya kuondoka kwenda Algeria. Adinani mwenye umri wa miaka 44 akakoleza hesabu hizo za Yanga baada ya juzi kubadili wasifu wake katika ukurasa wa mtandao wa Instagram, akiandika kuwa ni kocha wa viungo wa Young Africans, huku akiposti picha akiwa na fulana ya timu hiyo kisha akiweka bendera ya Tanzania. Tunataka kufanya mabadiliko kweli kwa yule kocha, bahati mbaya tu ni huu msiba uliomfika, lakini acha tutajua. Hatufurahii sana kazi yake. Kwa sasa wachezaji wetu hawako fiti kama ilivyokuwa kabla, amesema bosi mmoja wa juu wa Young Africans na kuongeza, unaweza kusema labda ni sisi viongozi, lakini hata mashabiki wanaona ni kitu kibaya zaidi. Kocha mpya naye amefika, ameona vile vile. Kwa hiyo sijui kama atabaki hapa kwa muda mrefu. Tulifikiria kumrudisha Logron, lakini ameingia mkataba mgumu. Kuna yule Adinani, tunaendelea kupambana naye kumrudisha, angalau naye tuliona ubora wa kazi yake. Yanga inajiandaa kuikaribisha AS FAR Rabat ya Morocco katika mechi ya kwanza ya kundi B ya ligi ya mabingwa itakayopigwa Novemba 22, 2025 kuanzia saa 10 kamili jioni, kabla ya kuifuata JS Kabylie ya Algeria wiki moja baadaye, na mapema mwakani 2026 itavana na Al Ahly katika mechi mbili mfululizo. Mtazamaji wetu wa Nile TV, asante kwa kuendelea kutufuatilia. Pia usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa taarifa kemkem, allow notification kwa ajili ya kupata taarifa zetu pindi tu tunapoweka taarifa mpya kwenye channel yetu ya Nile TV. Niliyekuandalia na kusomea taarifa hii ni mimi Liz wa Sport. Hadi wakati mwingine, bye bye.